mpya. Kuna jambo lao watalifanya Simba leo saa 9 na watafanyia nje ya Durban. Okay. Lakini kubwa zaidi ni mchezo ambao unakwenda kufanyika Jumapili. Mechi muhimu tena muhimu kwao kwa sababu sare itawafanya Simba wakacheza finali. Kupoteza kwao kutawafanya wao katika mazingira magumu sana. Licha kwamba timu ile ni timu ngeni, lakini hiyo timu ngeni lazima iangalie imekwenda kumtoa bingwa. Na mpaka leo Zamalek anajiuliza jamaa tutoaje yule. Na mashabiki walikasirika sana. Kabisa. Ndio. Mapema tulijaribu kuigusia hii na uliniambia kabisa kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanapaswa kwenda kujilinda zaidi kuliko kutafuta goli katika uwanja katika mchezo huu hapa. Lakini wasiwasi wangu kubwa kwa matokeo jinsi yalivyo, mimi binafsi naona kabisa Simba wana kila sababu ya kwenda kucheza, si tu kujizuia au kujilinda. Wanatakiwa pia watafute mbinu nzuri. Yes, wapate bao. Kwa sababu waende kwa mbinu gani? Kwa sababu mkifunguka, kumbuka hata mechi ya hapa. Yes. Jamaa walikuwa wanakuja kwenye lango la Simba. Kumbuka hapa ni ugenini. Lakini walikuwa wanatafuta Simba. Na kuna kipindi cha pili Simba walikuwa wanatafuta mpira kwa torch. Yaani jamaa kila mipira kama utafikiri kwenye miguu kuna smack, mpira inatoa kwao tu. Kwa maana yake ni timu nzuri. Licha kwamba ni timu ambayo ina umri mdogo. Na umri sio tatizo sana. Hii issue ni current performance ikoje, si ndio? Yes, ukiangalia pia katika takwimu za taasisi mbalimbali ambazo zinajishughulisha na masuala ya michezo Afrika, zinaonyesha kwa performance Simba katika msimu huu ni moja kati ya klabu ambayo imeperform vizuri kuliko hususan kwenye masuala mazima ya kumiliki mpira uwanjani, si ndio? Ndio. Inaonyesha Simba wako juu, wako kwenye chati ya juu kabisa, wakifuatiwa na Mamelodi Sundowns ambao nao wameposesi kweli. Lakini huu umekuwa mfumo wa Fadlu. Wakati wote wanapigiana pasi fupi au ndefu wakiwa wanalikaribia lango na kutengeneza nafasi nyingi sana. Ndio. Lakini kwa mchezo kama huu hapa ingekuwa napata nafasi ya kumshauri kocha Fadlu Davis, ingefaa kwa sababu ukimsikia kocha wa Stellenbosch FC anakuambia kabisa wa Simba wanafungika, tumeona kwao. Na umeniambia pia balozi hapa katika kipindi cha pili wale Stellenbosch walikuwa wanakuja kweli. Kwa hiyo kwenye mentality, kwenye mentality yao wanaona kabisa tunaweza tukawashambulia Simba na tukawafunga. Kwa hiyo kiakili tu kiwasoma Stellenbosch FC, basi tayari mpango mzuri kutoka kwa Fadlu ungekuwa wa kuwakaribisha waje, tuwavizie kwa kucheza counter attack. Na counter attack inahitaji umakini na umaliziaji mzuri kweli. Alishawahi kucheza counter attack kocha Juma Mgunda akiwa na Simba wakati alipoenda kucheza na Primeiro de Agosto kule Angola. Akiwa na wachezaji akiwa na kina Phil Moses Phil. Na alifunga goli la 3, walishinda 3. Waliwakaribisha kwenye goli lao Simba waliwakaribisha Agosto kwenye goli lao, walikuwa wanakuja kweli. Na Simba walikuwa wanapiga counter attack na wakawa wameshinda. Kadhalika pia kuna mchezo alishinda goli 7 huku dhidi ya Oroya kama sikosei. Walicheza vizuri kweli Simba wakiwasubiri Oroya waje, alafu Chama ndio ilikuwa ni nyumbani. Ilikuwa nyumbani. Kwa mpango kama ule ambao unaonyesha kwa sababu huku nyumbani walicheza vile kwa sababu gani? Walipigwa moja ugenini Simba, si ndio? Na Oroya. Ilikuwa ni mechi ya makundi. Kwenye mechi za away. Ni mechi gani ambayo Simba amefanya vizuri ambapo inaweza kuwapa matumaini wa Tanzania kwamba kwa mechi ile basi hii Simba anakwenda finali. Kwa msimu ndio nakwambia msimu Fadlu hakuwahi kuchagua mbinu ya kucheza counter attack, sijajua kutokana na watu wake au na mwenye falsafa yake anayoamini. Lakini kwa mchezo huu Al Tripoli ni kama alijilinda zaidi. Alikuwa hataki kwenda kufunga. Yeye ilikuwa ni kuzuia mwanzo mwisho. Kwa sababu ilikuwa ni mechi ambayo ni ya mtoano. Kwa maana kama Simba angefungwa, manake asingeenda hatua makundi. Mwisho wa siku kule itoka bila kufungana. Wakaja Benjamin Mkapa na cha ajabu wale Al Tripoli Mabulu yule Pasensia mapema tu akawafunga Simba, akawanyamazisha mashabiki. Uwanja mzima ulikuwa kimya kwa sababu unawaza tunapa wameshapata ile ugenini, maana wapige 3 goli la ugenini. Na kweli dakika chache Kibu kachomoa mapema tu. Dennis baadaye wakafunga tena, alikuwa ni Leon Ateba Mbida, baadaye Edwin Barua afunga bao la 3 na la ushindi ambapo Simba anakwenda makundi. Kwa hiyo manake akicheza kwa mimi naona kwa mtindo ule aliocheza dhidi ya Tripoli pale Libya, acheze South Africa kama alivyocheza Libya.
finali Anatoboa. walijitoa sana. Okay. Walipambana sana dakika zote, wanakaba mwanzo. Walikuwa hana shida na kwenda kushambulia. Wao ni kukaba tu. Unapaki basi. Sisi tunacheza kama unaweza njoo tufunge. Kwa sababu kupaki basi ni mfumo mzuri. Mfumo mzuri, lakini kwa hesabu hizi. Kwa mfano, Wekundu wa Msimbazi Simba wangekuwa wanaongoza goli 3 au wameshinda goli 3 nyumbani. Unakwenda away unasema kwamba nazuia. Kama nitafungwa basi dakika 45 za kwanza nifungwe goli 1. Lakini dakika 45 za pili nifunge goli 1, mimi nitabakia na 3, wao watakuwa na 2, sisi tumepita. Lakini kwa namna Simba walivyo, mfumo sahihi mimi nauona. Kama watazuia, watachagua kuzuia. Basi dakika 45 wakizuia, dakika 15 za mwisho lazima washambulie. Yaani kivivyote kuna dakika 45 za kwanza zile. Mwishoni Yaani dakika 45 za kwanza wakichagua kuzuia, basi ndo michezo kama Waarabu wanavyocheza. Watakuzuia dakika 30, zile dakika 15 watakutafuta. Wakipata goli, watakuja 45 zote za pili watafanyaje? Watazuia mwanzo. Yes, lakini Simba lazima wacheze hivyo kwa ajili ya kutafuta goli tena la nini? La ugenini. Yes, na pia akili kiwepo. Wasio na haraka sana kwenda kushambulia. Kwa sababu akili tupate goli la ugenini. Kwa sababu moja ya kitu kiliwaponza mechi na Al Masry. Walipoenda kule Egypt, wakawa wanacheza wakitaka kushinda ile mechi. Waliamini wao ni wakubwa. Kwa wakataka kwa wanafunguka. Ndio siku ya jamaa pia kamtataki. Wakapigwa 2. Hata kwenye mechi ya makundi dhidi ya nani kule Angola pia Simba alienda kucheza dhidi ya klabu ile ya Angola. Nao walicheza vizuri Simba. Walitoa 1-1 kama sikosei. Goli la Lionel Lateba Mbida. Sawa, tulipe kisogo hilo bwana Gwele, tuangazie habari zingine za kimichezo kwa sababu ya muda wetu. Okay. Moja kwa moja sasa twende tukaangazie nje ya Tanzania. Tuanzie barani Afrika ambapo bwana kuna klabu ya soka ya Wydad Casablanca, Roland Mokoena amepewa thank you. Klabu ya Wydad Casablanca kocha South Africa hawajaridhishwa nafikiri na mwenendo mzima wa walitoa sare ya goli 1-1. Yes, lakini pia unajua Wydad Casablanca kusema kweli hata mimi naunga mkono. Alikuwa atoshei. Ni kocha nafikiri amekuwa na kipindi kibaya kwa sababu Roland Mokoena kwa ni moja kati ya makocha ambao akiwa na Mamelodi Sundowns amefanya makubwa. Yes. Lakini akiwa Wydad Casablanca, Wydad bado kwenye mashindano ya kimataifa imepotea msimu, haipo. Yes, manake wamemfungasha virago. Pengine wewe unasemaje? Mokoena ni kocha mzuri, lakini pia ni kocha ambaye alikuwa anahitaji muda ndani ya klabu ya Wydad Casablanca kwa sababu ameikuta klabu iko chini kabisa. Na ilikuwa inapoteza michezo vile vile na kushiriki michuano ya kimataifa kwa sababu ya kufanya vibaya. Okay. Na sio katika kipindi cha Roland Mokoena, lakini bahati mbaya sana Mokoena alikubali kwenda kuichukua timu katika ukanda wa Afrika Kaskazini, watu ambao hawamvumilii mchezaji na hawavumilii kocha pia, hususan wanachembechembe sana za ubaguzi wa rangi pia wale jamaa. Yes. Lakini walimpa nafasi. Lakini ndio hivyo amefungashiwa virago, amepewa thank you. Yes, Morocco, Wydad Casablanca wanasema makocha huo wanaajiriwa kwa ajili ya kufukuzwa. Yes, kauli ya Jose Mourinho hiyo. Alisema kawaida sisi tunaajiriwa ili tu tufukuzwe kwa watu stoki. Okay. Kwa wanapoajiriwa unajua sasa nikizingua ninatolewa ndio. Lakini tukisalia Afrika pia shirikisho la soka Afrika CAF limefanya mabadiliko ya ghafla ya muamuzi wa mechi ya marudiano ya nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Stellenbosch dhidi ya Simba Jumapili Aprili 27. Awali kama nakumbuka refa ambaye alikuwa amepangwa kuchezesha mechi hiyo alikuwa ni Amin Omar kutoka Misri. Yes. Huyu ndiye ambaye alikuwa amepewa nafasi ya kuichezea mechi kati ya Simba na Stellenbosch. Sasa kwa sasa na sasa timu